Kinubi kimesikika si kama kiashiria cha kurejea kwa Yesu, bali ni wito wa wataalamu wa historia, walimu wa ekolojia, hata wabobezi wa dini. Lengo la wito huu ni udongo upya uliotumika kumfinyanga Diarra, nyota wa Yanga mzaliwa Bamako anayetesa jangwani. Ukimya ukiwa kama silaha yake, huku mziki laini ukiwa burudiko na stare yake awapo nje kiwanja. Basi amechagua zaidi vitendo kuliko mdomo viongee. Djigui Diarra ni kama ametuachia ugomvi usioumiza ambao bado majibu hayajapatikana. Nguvu yake isiyo na kipimo, moyo wake kishujaa uliojaa joto la shauku na mshikamano. Maandiko yanasema yaliyoshindikana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Huenda yaliyoshindikana kwa makipa wengine, basi kwa Diarra ni kazi yake kila siku. Alichokifanya dhidi ya JS Kabylie ni ushahidi kuwa Yanga na Djigui Diarra ni ngumu kuwatenganisha, kama ilivyo ngumu kuwatenganisha Wachaga na Mbege, Wanyakyusa na Kwaya, ama pengine Wahaya na Sifa. Miaka mitatu ya kuhesabu thamani, historia, ushindi wa moyo wa Diarra mbele ya Wanayanga ni tafsiri halisi ya kimbilio lisiloonekana, kwani ameacha miguu na mikono vizungumze zaidi kuliko mdomo. Huenda mikono yake ni maarufu zaidi kutoka dimbani Benjamin Mkapa hadi kijijini Sumbawanga kuliko maarufu wa sauti yake. Amefanya kazi ya kitume ndani ya Yanga bila kubatizwa, si Mwamnyeto wala Baka ama pengine Jobu wala Kibwana mwenye moyo wa ushujaa na damu ya Yanga, bali ni Diarra wa Mali aliyepitishwa na mizimu ya kale ya jangwani. Mpe chafu akupe safi, mpe wasiwasi akupe tumaini. Hata katika nyakati ngumu za baridi kali kaskazini mwa Afrika, yeye ataleta joto katikati ya Afrika. Kama ilivyo ngumu kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano, ndivyo ilivyo ngumu kutaja mafanikio ya Yanga bila screen protector. Diarra ni zaidi ya moyo wa dhati, upambanaji wenye vitamini vya ushujaa kwa Diarra. Mpaka sasa zungumzi Kiswahili, lakini moyo wake unadunda uzalendo wa dhati. Wakati Pacome akionekana kama Ferrari ndani ya Yanga, basi injini yake ni Diarra. Wakati Max Nzingeli akionekana kama mlokole na kijana mtifu, basi mwalimu wa heshima ni Diarra. Na pengine El Said anaonekana mwelevu na mjumvi wa maarifa, basi kisima cha busara ni Diarra. Mtoto wa Mali aliyewika jangwani, ambaye kila dakika wapo ndani ya Yanga, basi ni ushuhuda wa imani, ujasiri na nguvu ya kishujaa isiyo na kipimo. Wahenga waamini mcheza kwao anafanya vizuri nyuma ya ugenini. Huyo ni Djigui Diarra.